Kuna jambo ambalo limeweza kumkuta aliyekuwa msanii wa Chief Godlove ambaye anafahamika kwa jina la Scorpion King. Ameweza kuandika barua ya wazi kuelekea kwa Chief Godlove kutokana na kile ambacho kimeweza kumkuta. Wengi walikuwa na matumaini naye kwamba atafanya vizuri katika sanaa yake ya mziki, na hapa naomba nikusomee barua ili uweze kuelewa na kujua kwamba jamaa alikuwa anaweza kumaanisha nini, na mwisho wa siku utaje kwa kutoa komenti yako hapo kuhusiana na kile ambacho umeweza kukisikiliza kupitia kibarua. Mimi ni Mea, hii ni Mea Bongo. Naomba nikukumbushe bonyeza neno subscribe hapo chini kwenye hii video, kwa sababu kuna mengi zaidi ambayo nitakuwa na kusogezea hapa hapa. Sasa kupitia barua ambayo jamaa ameweza kuandika kupitia ukurasa wake wa Instagram, ameandika hivi: barua ya wazi kwa tajiri Chief Godlove. Anafuata hapo chini kwa kuandika kama ifuatavyo: nimeamua kutumia njia hii kufikishia ujumbe huu kwani WhatsApp pamoja na Instagram sikuoni, yani umeniblock. Amesema kwanza nashukuru kwa nafasi ya muda uliowekeza katika safari yangu ya muziki. Kwa hilo Mungu akubariki sana. Tulianza kwa maono makubwa na makubaliano kwamba tutajenga brandi yangu kwa pamoja. Kwa kuamini maneno yako, nilikubali kukabidhi usimamizi wa akaunti zangu za mitandao ya kijamii na kufanya uamuzi mkubwa, si kwa ajili ya maisha yangu tu, pia ni kwa ajili ya mkoa wangu, yaani Rukwa kwenye mabano Sumbawanga. Amesema kwamba lakini pia YouTube chaneli yangu ilihamishwa kwenye email bila idhini yangu, kwa ahadi kwamba iko mahala salama ama sehemu salama. Na anaendelea hapo chini kwa kusema kwamba lakini baadaye mambo yalibadilika. Muda wa kusaini mkataba ulipofika, mawasiliano yakawa tofauti. Hatimaye ukaposti mitandaoni kuwa mimi sihusiani na lebo bali unanisapoti tu. Nilipouliza uliniambia niendelee na kazi na nisingeweza kuendelea na kazi pasipo mkataba. Niliomba kurejeshiwa YouTube channel yangu, sikupata majibu. Hatimaye uliniblock. Leo sina ombi lingine zaidi ya kuomba YouTube channel yangu irejeshwe kwenye email yangu. Nilitengeneza imani kubwa kwa mashabiki zangu walio subscribe channel yangu ili kunipa support. Biashara sio uadui, wakati mwingine ushirikiano unaweza kushindikana kwa sababu mbalimbali, lakini naamini kila jambo linaweza kumalizika kwa amani, heshima na haki kwa kila upande. Anasema kwamba mimi sina mali, sina nguvu, sina baba, sina mama, wala uwezo wa kushindana na mtu yoyote. Nilichokuwa nacho ni nyota yangu tu, kazi yangu na imani yangu kwa Mungu. Kwa heshima kubwa naomba urudishe YouTube channel yangu, kwani haina kazi yoyote tu. Anasema kwamba haina kazi yoyote tuliyofanya pamoja. Hapo chini akimalizia kwa kusema kwamba Mungu akubariki. Tigantos akamaliza kwa kusema hayo ni barua ya wazi ambayo hii tunafahamu huyu jamaa alikuwa ni mwanamuziki of course ambaye amesainiwa na chini ya record label ya Chief. Alikuja kwa mbwembwe sana na Chief Godlove akamwahidi mengi kwamba atamsainisha, atampa mkataba mzuri na mambo mengi kama hayo. Sasa mpaka sasa tujajua nini kinaendelea baina yao. Je, wanatafuta kiki au ni kitu gani ambacho kinaendelea? Sasa cha muhimu hakikisha unabonyeza neno subscribe hapo, turn on na alama ya kengele kwa ajili ya kupata habari mbalimbali, na tutakupa mwendelezo taarifa hii pindi itakapoendelea. Pia dondosha maoni yako hapo kwenye comment section, tuambie una maoni gani kuhusu jambo hili. Je, ni kweli watakuwa wanafanya kiki ama ni kweli Chief Godlove atakuwa amemtapeli mwanamuziki wake?